Ndugu wapenzi watazamaji wa King Master Media, tunakutana tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha mijadala na maendeleo. Leo nipo na wachambuzi wangu kama ifuatavyo. Nipo na bwana Bruno, nipo na bwana Musa, nipo na bwana Sakobi. Tupo kwenye mada moja nzuri kabisa kubwa ya leo ambayo ni kuhusu maendeleo ya kata zetu katika wilaya ya Malinyi. Sawa? Kwa majina wengi mnanifahamu, naitwa King Master. Kama nilipokuambia, nipo na bwana Bruno, Musa na bwana Sakobi kuzungumzia hili swala la madiwani. Kwanza kabisa naomba niulize kwanza swali hili kwa Mr. Kobi kwamba swali nasema kwamba kazi ya madiwani, kwanza fafanulie ili tuanze kipindi chetu vizuri kabisa. Sakobi, karibu. Asante. Kazi ya diwani ni msimamizi wa maendeleo katika kata. Ndio. Kwamba serikali wao kazi yao ni kuleta maendeleo. Sasa kumbe diwani yeye ni msimamiaji wa maendeleo katika ile kata husika. Na kujua tu kwamba zile bajeti na zile pesa zilizoletwa na serikali katika kata zinatumikaje katika kuleta yale maendeleo. Kwa ile kazi yote inafanywa na diwani. Lakini sio kujua wananchi kujua hizo pesa zishinga. Hiyo sio kazi yake. Diwani kwa sababu kwamba yeye ni mtu ambaye alichaguliwa na wananchi na yeye yupo kwa ajili ya wananchi. Kumbe basi kujua ni shilingi ngapi zimetolewa na kujua hela zimeendaje, hiyo ni kazi yake pia, na wananchi wanatakiwa wajue kwamba kuna kiasi gani tumepata na kiasi hiki kimetumikaje. Sawa, hii ni kazi ya diwani. Kwa faida ya mtazamaji, nadhani kazi ya diwani wameielewa. Sasa turudi kwenye mada kuu. Mada kuu ni kwamba tetesi ambazo zipo, na sio tetesi, ni muonekano halisi kwamba hizi kata tulizonazo leo ambazo kwenye kuzijadili ni kata ya Malinyi, Igawa na Sofi. Kwenye miundombinu zina changamoto sasa kwenye miundombinu ya ufikaji wa hizi kata, yani ufikiaji wake. Sawa? Lakini pia kuna mada moja inasema kwamba hawa madiwani wana mvutano. Kwa hiyo kuna ugumu fulani hivi kwenye kuleta maendeleo. Labda Bwana Musa anaweza kutuelezea kidogo hapo kwamba imekaaje hii? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, maana hapo kidogo wananipa mpaka tabasamu. Kwa sababu tunapokuja kuzungumzia swala zima la maendeleo, ndio, na tunaamini kwa madiwani hawa ndio watendaji wakuu ndani ya kata yao. Ndio. Halafu kuna mvutano wa maendeleo, kunakuwa na changamoto. Kwa nini nasema hivi? Kwa ukiangalia kata ya Malinyi, kata ya Igawa, kata ya Sofi, yani hazina afadhali, kwa sababu kata ya Malinyi itabaki kuwa vile vile kama ilivyokuwa. Kata mama yani iko vile vile, hakuna afadhali, yani afadhali hakuna, yani iko vile vile. Ukija kata ya Igawa imebaki kuwa vile vile na imezidi kupotea, kwa sababu usifikirii kama hii aluminium ambao wanaitamka hii kwenye kwenye wa hali ya hewa wao, kama kweli itatokea, sijui kama Igawa watu watatoka. Kwa sababu gani? Ndio. Na ungeenda Sofi, unaikuta Sofi iko vile vile. Kilichoongezeka ni zile bati tu basi. Yaani watu wameweka vijumba vyao vya bati, wamewezeka bati, ndio kunaonekana kama kumependeza, lakini miundombinu iko vile vile mbovu. Kwa maana hiyo hii hali ya mvutano, kwanza iko kweli, yani ipo kweli au ndo tetesi? Maana unajua mazungumzo mengi sasa yamekuwa. Yani hali ya mvutano, mimi naweza nikasema hali ya mvutano kwenye hizi kata
inaweza ikawepo. Kwa sababu gani? Ndio. Kama kungekuwa hakuna mvutano, lazima wale watu ambao wanaiketi ndani ya halmashauri lazima kwanza wangeangalia wapi kuna mahitaji muhimu, kwa sababu lengo ni hili moja, tuifanye wilaya ya Malinyi iende mbele zaidi, tufanye jimbo la Malinyi liwe bora zaidi. Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wanajua kwa jamani, tunakubali sisi tuko Mchimbira ama sisi tuko Icheche, tuko wapi, hebu tutazame wapi kuna matatizo. Yaani wote wao wana mahitaji, wapi kuna matatizo tuende tukaiona Igawa. Wanaiangalia Igawa kwa jicho la pekee kabisa, wanaona sasa kwa Igawa imeharibika. Wote sasa waseme kwa bwana, sisi tunaomba hii pesa ambayo iliyopatikana ndani ya hii halmashauri, hebu isimame kwanza wapi? Hapa, ili kupunguza kidogo hadhi. Kwa sababu leo hii Malinyi hapa, hii kata ya Malinyi, tungeondoa hadhi ambayo tunaipata hapa barabara hii hapa kati ya Misegesi. Yaani kuunganisha kati ya kijiji cha Malinyi na Misegesi. Hatuna hadhi nyingine. Sisi tuna uwezo wa kutembea kutoka kijiji cha Malinyi kwenda Kipingo, kutoka Kipingo kwenda Makelele. Lakini kuna hadhi hapa masika ikinyesha mvua hapa kwenye kutoka mjini kuitafuta hapa Lugala. Ndio nataka nirudi sasa. Lakini sasa ungija kwenye hiyo miundombinu sasa, tunaposema kwa tunataka tuifikie kata ya Igawa, kutoka hapa kijiji cha Malinyi ambao tunakupakania na kata ya Igawa, utoke uanze kuitafuta kata ya Igawa, changamoto inaanza. Yaani mpaka unakuja kuimaliza ile kata ina changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi nifikiri hizi kata 10 zote wajaribu hao madiwani wote wao kitu hiki kimoja, waelezane vizuri, washauriane vizuri, wajaribu kuangalia, yani wao wenyewe wajifanyie ziara, yani wenyewe waamue kwa bana, sasa sisi tunafanya ziara, tukatembee kwenye kata ya fulani, tukatembee kata fulani, tukatembee kata fulani, ili tuangalie changamoto zilizopo. Lakini wasiseme kwa mimi kwa sababu nimechaguliwa na watu wa Ngwelanga, mimi nimechaguliwa na watu wa Ngwelanga, hadhi itakayotokea kata ya Malinyi mimi sihusiki. Nimechaguliwa na watu wa Kilosa Mpepo, hadhi inayotokea Diro sihusiki. Hapana. Kwa sababu gani? Leo hii mtu wa Ngwelanga angesema mimi sihusiki na hadhi inayotokea Malinyi. Malinyi hii ni katika hapa barabara. Wewe Ngwelanga utatoka kuja huko? Uwezi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote hivyo wao madiwani wetu yani tuseme, yani mimi kwa binafsi yangu nasema kama vile na washauri, natoa kama wazo langu hiyo, wakae chini watafakari wao kama wao, washauriane. Tuachie mbali kwenye vikao vyao vya madiwani, wao kama wao tuwaitane, washauriane, kwa jamani, tutembee kata hadi kata ili tuone kesho na kesho kutwa waibane serikali yao. Kwa serikali tunaombeni bwana tusaidie hiki, ili wawe na kitu hiki kimoja. Lakini kata ambayo umezungumza hapa Bwana Musa, kata ya Igawa, nadhani diwani wao ndo mwenyekiti wa halmashauri, ndio maana ana nafasi kubwa kumshawishi mkurugenzi au uongozi wa juu kwenye wilaya kufanya miundombinu. Sasa bwana kwako Bruno, anafeli wapi bwana mheshimiwa Chogo, diwani wa kata ya Igawa? Anafeli vipi ikiwa yeye ndo meneja tuseme wa madiwani wote katika wilaya hii ya Malinyi? Ndio, mimi labda nichangie kwamba inawezekana ikawa kiongozi mkubwa, lakini kama kiongozi huyo yani analala kwenye mambo ya maendeleo. Maendeleo hayaletwi na mtu mmoja, maendeleo yanaletwa na watu wengi, na kama analetwa na watu wengi na wanakijiji, inabidi yeye aweke mikutano
mara kwa mara. Kupeleka jambo lako na kuleta mikutano, anapata malalamiko kutoka kwa wananchi. Anapoleta malalamiko, anapopata yale malalamiko, pale sasa ndio anapojua kwamba kumbe wananchi wangu wanahitaji hiki, na yeye ili kujua, ili alipeleke jambo vizuri, lazima apeleke ngazi za juu kulalamika. Bwana, kwenye kata yangu kuna tatizo hili, au kwenye sehemu ya miundombinu yangu imeharibika, inabidi nifanyeje? Niirekebishe. Na irekebisha vipi? Lazima ukae chini, kulijadili, kulipanga au kuomba msaada. Maana hisi wewe mwenyewe kulifanya uwezi, lazima uombe msaada serikalini. Shomba msaada, na sio kama msaada unaomba ile mradi umeomba, lazima utolee neno mkazo, kwa sababu serikali yetu bila kutia mkazo sidhani kama inawezekana kusaidiwa kwa haraka. Lazima utie mkazo, lazima uombe msaada, na msaada sio kwa serikali tu. Unaweza kapewa, hata unaweza kaomba kwa madiwani wenzako, madiwani sawa, kawaida wakupa hata msaada wa fikra, mawazo, nguvu na ushawishi, nguvu za ushawishi kutoka sehemu mbalimbali. Mimi katika mawazo yangu nilikuwa nafikiria hiyo kufanya hivi. Kwa mimi nilipokuwa nimesikia kwamba yule mheshimiwa diwani wa kata ya Igawa alikuwa kama wamemsusia, kwa sababu alipochaguliwa kwenye halmashauri, kwamba sema mapendekezo yanakuwa sahihi kwa maelezo nilivyosikia. Sakobi, unalichukuliaje hili swala, au unaliweka kwenye uzito upi? Kuna ukweli ndani yake au? Mimi labda niseme kitu kwamba tunaamini wote kwamba wale madiwani wamechaguliwa na watu wenye akili. Na wote walienda kuwachagua wale ni watu timamu, ambao kwamba kwanza wamepitisha miaka 18 na watu timamu, si ndio? Wana akili safi. Na hata wale ambao wale watu waliochaguliwa, waliomchagua diwani, wamempeleka kule, imethibitika kwamba huyu amechaguliwa na watu timamu, si ndio? Na wale watu ambao kwamba waliomchagua kule halmashauri kwa mwenyekiti wa halmashauri, wale watu nao wana akili. Sawa. Ina maana kama wana akili, haya mengine niseme labda ni maneno tu, labda ya hapa na pale, ambayo kwamba hayana uhakika. Niamini, yule mtu kwamba ana akili timamu na amechaguliwa, basi yuko sawa. Labda mimi niongezea, sijua labda kwamba mheshimiwa, hilo unalosema kwamba kususiwa kivipi, labda yani kuna tetesi zilizotoka wakati wa vikao vya uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri, kwamba inasadikika kwamba aliyepita, yani madiwani baadhi walijitenga, kwamba waligawanyika, kwamba wengine walikuwa upande huu na wengine walikuwa upande huu. Huenda ndio ikawa sababu. Hapana mzee, hii ni demokrasi. Demokrasi ni mchezo wa namba. Sawa? Ni mchezo wa namba. Sasa basi, wewe namba ambayo kwamba ulioingia kwenye namba ya kumchukia huyu, nini ni wachache. Namba ya hao wanayempenda huyu ni wengi kutokana na vigezo vyao. Sawa? Inapokuja kumalizika ule mchezo wa namba ukitimia, basi wote tunatakiwa turudi tukae kwenye kitu kimoja, tufanye kazi. Ndivyo demokrasi inavyotaka. Sio ugomvi. Sawa? Kuna mjumbe hapa alopita amesema kwamba inapokuja kuonekana kwamba tumefeli au mimi nimefeli kwangu, tuitane wote madiwani, sio mpaka tuende kule kwenye serikali. Tutani sisi wenyewe kwamba jamani, kuna 1 2 3 huyu mwenzetu tumekuwa hivi. Tukija kuchukulia ile issue nzima kwamba eti kwa sababu mimi nilimtaka huyu, kwa hiyo kafaulu, mimi nimesusia. Hiyo sio demokrasi kwa kweli. Kwa tulipe kwanza mbili kidogo tupate mapumziko mafupi. Asante. Ndugu watazamaji, sasa hivi nadhani kuna wapenzi wengi wa drama, filamu, yani kwa kifupi ni wale wapenzi wa sanaa ambazo zina mafunzo ndani yake. So pita kwenye channel ya G Mkali Film, kuna series moja pendwa kabisa na ni nzuri vibaya sana.
hiyo inaitwa ni Sunday School na inafuatiliwa sana, inasumbua kwa kifupi. Wahusika walioko ndani wamefanya kazi nzuri kabisa, hicho ni kwamba mimi mwenyewe nimeipenda, na unaona kabisa kwamba wanafanya nini, yani kuna kila hali ya maisha ambayo yapo mtaani yanajitokeza mule ndani, kwamba utakuta kuna